Karibu sana kwenye YLPT Youth Talk ambayo inakujia kila wiki, na tunakuwa na wazungumzaji mbalimbali, wataalamu mbalimbali, tukiangazia mambo kadha wa kadha, kuanzia kwenye malezi, saikolojia, elimu, mahusiano, ujasiriamali, uongozi na vitu vingine vingi ambavyo vinatuathiri katika maisha yetu ya kila siku. Na lengo ni kubadilishana uzoefu, maarifa, ujuzi na namna ya kuendea mambo hayo kwa mafanikio makubwa zaidi. Na kwa siku ya leo tutakuwa na mgeni ambaye tunakwenda kufocus zaidi kwenye kuzungumzia malezi. Lakini sio malezi peke yake, ni malezi na afya ya akili ya mwanafunzi. Kama wewe ni mwanafunzi na unafikiri afya ya akili haikuhusu ama ni kitu ambacho unakisikia leo, basi leo unakwenda kujifunza kutoka kwa wabobezi ambao wapo katika industry ya masuala ya afya ya akili. Na kwa siku ya leo tuko na Dr. Chris Mauk ambaye ni lecturer lakini pia ni mwana saikolojia. Karibu sana Dr. Asante sana. Nafurahi sana kuwa na wewe hapa. Sio rahisi kukupata, lakini tunajivunia kukupata kwa siku ya leo. Nafikiri tunakwenda kufaidika na mambo mengi sana kwenye around malezi pamoja na afya ya akili ya mwanafunzi hasa. Asante sana. Sasa labda kabla hatujaanza, kama nilivyosema, tunakwenda kuzungumzia kitu hicho, ili usipitwe na matukio ama mada mbalimbali zinazokujia kila wiki, usiache kusubscribe hapo chini kwenye YLPT Tanzania. Na nianze kwa kumtambua kwanza Dr. Chris Mauk. Labda unaweza kuwaambia kidogo watazamaji kuhusiana na wewe kwa kifupi zaidi. Dr. Chris Mauk ni nani hasa? Dr. Chris Mauk ni mtu wa kawaida tu. Ni mwalimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, ni baba wa watoto wawili wa kike, ni mme wa mke mmoja anaitwa Miriam. Ni mhamasishaji na mzungumzaji kwenye halaiki au public inspirational speaker, lakini nafanya training pia kwenye taasisi za umma pamoja na za serikali. Nahamasisha vijana kwa mambo ya malezi, mahusiano na ndoa. Nafikiri inatosha. Sawa. Nafikiri hiyo inatosha na tunaye mtu sahihi zaidi hapa leo. Basi tuanzie kwenye, kwa sababu tunazungumzia malezi na afya ya akili, labda ni vizuri tungeanzia kwenye mtu aweze kupata uelewa kwa lugha rahisi kabisa. Malezi tunamaanisha nini na afya ya akili tunamaanisha nini? Malezi, kuna vitu viwili ambavyo watu wengi wanavichanganya. When it comes to malezi, wanafikiri malezi ni mchakato wa kulea mtoto kuanzia anakuwa mtoto kwenda mkubwa. Lakini katika vitu hivyo kuna vitu viwili ambavyo tunavichanganya. Kuna malezi na matunzo. Kuna malezi tunaita parenting. Sasa sio kila mzazi ni mlezi. Kuwa mzazi ni by default. Ukisha kuwa na via vya uzazi vya kibiolojia, ukamweka mtu mwingine mimba au akapewa mimba akaja na mtoto, ninyi mmeshakuwa wazazi by default. Whether mna akili hamna akili, mnaelewa mambo hamuelewi mambo, mmeshakuwa wazazi. Lakini walezi is responsibility. Ni uamuzi wa dhati wa kuamua kutoa muda na maisha yako kwenye kiumbe kilichokuja duniani. Hayo ndio yanaitwa malezi. Sasa hawa wanaolea wawili wakiwepo tu na kuhakikisha analipiwa ada, anakula, anaenda shule, anapata anachotaka, hayo ni matunzo. Kwa unamtunza ili mtu yote anaweza kutunza. So cha kwanza cha kutunza ni uwe na hela. Lakini unapokuwepo, unaongea naye, anajifunza kutoka kwako, anakuwa guided, anakuwa modeled na wewe, hayo ndio malezi ambayo hayo ndio anatapaswa kufanya. Bahati mbaya sana 40 mpaka 45 ya wazazi ndio wanayafanya malezi. Wengine wote tunatunza na wengine hatuelewi tunatunza au tunafanya nini, hatuna jina. Afya akili, watu wengi wamekuwa wakidownplay, wakichukulia poa, wakifikiri ni mambo ya magharibi, mambo ya kizungu. Lakini si kweli. Sisi ni wanadamu, tumeumbwa tuna hisia na tumeumbwa tuna miili. Kwa hiyo kama tuna afya ya mwili, automatically tuna afya ya akili. Kama tunaugua, maana yake afya ya mwili inaweza kupata shida, automatically afya ya akili inaweza kupata shida. Shida ni kwamba wengi tumeweka mkazo kwenye afya ya mwili. Alafu tunasahau afya ya akili. Ingawa changamoto za afya ya akili zipo. Watu wana changamoto za hasira kupitiliza, watu wana changamoto za huzuni, tunafiwa, tunapoteza mali zetu,
tunaunguliwa nyumba zetu, tunaondokewa na watu tunaowafahamu vizuri sana, tunakutana na machangamoto ya kubakwa, tunakutana na stigma, unyanyapaa hapa na pale, tunatengwa. Kwa hiyo hisia zetu zinaumia. Sasa kinachoumia ni akili na hisia. Kwa hizo zote tunaita afya ya akili. Uwezo wa kuwa sawa kihisia, kimaamuzi, kiroho, kifikra na kukuwezesha meet changamoto zako za kila siku bila shida. Tunasema hapo huyu mtu ana afya ya akili. Ukivishindwa hivyo vitu, huyo mtu ana changamoto za afya ya akili. Sasa hiyo ni level ya kwanza. Huyu mtu mwenye changamoto ya afya ya akili akihitaji msaada, anaenda kwa counselor, psychologist, anasaidiwa kwa ushauri wa kitaalamu. Ndio kama kazi tunazofanya. Ukishindwa kumanage vizuri changamoto za afya ya akili, unatumbukia kwenye stage ya pili inaitwa magonjwa ya akili. Sio magonjwa ya afya ya akili. Hamna magonjwa ya afya. Ukishasema afya is an opposite of disease. Ukishasema afya, na watu wengi wanasema magonjwa ya afya ya akili, hakuna magonjwa ya afya ya akili. Ni magonjwa ya akili. Ukishaenda kwenye magonjwa ya akili sasa, maana yake ni kama ulishindwa kumanage stress ambayo ni changamoto, unaingia kwenye depression ambayo ni ugonjwa. Sasa ukifika kwenye ugonjwa, hapo ndipo ambapo hushauriwi tu, unapewa na dawa. Ndio utasikia watu wanasema fulani ana dozi. Amefika kwenye ugonjwa. Aina za ugonjwa ni kama depression, sonona, uteja, uraibu, addiction na nyingine nyingi. Kwa ukifika hapo lazima uende kwenye psychiatrist au wodi au hospitali za magonjwa ya akili ambayo kubwa kwa Tanzania ndio Mirembe. Lakini ziko kwenye kila hospitali ya mkoa. Kuna madaktari wanaoshughulikia akili. Sasa wao tu hawakushauri, lakini wanakupa dawa. Kwa tunawahimiza jamii kabla hajaenda kwenye magonjwa wapate ushauri wa kumanage ili wasitumbukie kwenye magonjwa. Wanasema Waswahili, kinga ni bora kuliko tiba. Yes. Sasa umezungumzia afya ya akili, umezungumzia na afya ya mwili. Mtu unaweza kaenda hospitali, ukatembea hospitali 10 ukapimwa ukaonekana hauna ugonjwa. Je, kuna namna afya ya akili inaweza kachangia magonjwa ya mwili kutokuonekana? Labda mtu wakawa na focus kwenye kupima magonjwa ya mwili lakini kumbe ana tatizo la afya ya akili. Asilimia karibu 60 ya magonjwa yote unayoona ya watu wanakwenda hospitali yameanzia kwenye changamoto za hisia au changamoto za akili. Na nitakueleza kivipi. Ukiumwa chochote, ukaenda kwenye hospitali zaidi ya 1 au 2 na hakionekani, jibu ni mawili. Moja, possibility kubwa hiyo changamoto ni ya kisaikolojia, maana yake ni ya kiakili, au ni ya kiroho. Changamoto haitaonekana. Nitakupa mfano. Mungu alivyotuumba, tumeumbwa kuwa ndani yetu na furaha na positive emotion. Mungu ameumba negative emotion na positive emotion, hisia chanya na hisia hasi. Sasa ndani yetu Mungu hajataka tukae na hisia hasi. So hisia hasi zinaleta changamoto za afya ya akili. Ametuumba, anataka ndani yetu tubaki na positive emotions. Ndio maana maandiko yanasema furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini. Maana yake hisia zako ziwe positive all time. Sasa machangamoto mengi ya maisha yanapotokea, kuachwa, kupigwa chini, ndoa kuvunjika, wazazi wa kulipia ada, sio mke wako mfanya hivi, sio mume wako mfanya hivi, mchumba wako mfanya hivi. A lot of problems, hela hamna, mshahara mdogo, zinatutengenezea hisia hasi. Sasa zile hisia unatakiwa uzishughulikie haraka na kuwa positive ili zitoke. Ukiziacha zikakaa ndani yako, zinatengeneza magonjwa. Sasa source kubwa ya magonjwa inawezekana ya kurithi, inaweza ikawa ni mazingira, umekula kitu kibaya, lakini source kubwa zaidi ni namna tunavyoacha negative emotions ndani yetu. Na hizi negative emotions inaweza kawa stress, inaweza kawa hasira, inaweza kawa wivu, inaweza kawa hofu, inaweza kawa wasiwasi, etc. Sasa magonjwa ambayo yako directly related, ya kwanza ni moyo. Magonjwa ya moyo yote yanahusiana na moyo yanaitwa kwa ujumla cardiovascular diseases. High blood pressure, low blood pressure, heart attack, heart failure. 2, figo, kidney. Utaona rate kubwa sasa hivi ya watu kufanyiwa dialysis imeongezeka sana. Kwa nini watu wale gonjwa linaongezeka? Rate ya stress inaongezeka. Gonjwa la 3
diabetic, sukari. Kwa sababu high level of stress na negative emotions zinaathiri pancreas ya kwenye mwili ambayo ndio ina regulate mambo ya sugar. Gonjwa la 4, mapafu. Hapo kuna maasthma na magonjwa mengine, pneumonia na vitu vingine vinavyohusu mapafu. By the way, kama hujui, negative emotions zinavyokuwa ndani zinapunguza ile inaitwa nini, uwezo wa kinga mwili kupigana na yani uwezo wa mwili kujilinda ile kinga. Kwa hiyo ikipungua, ugonjwa wote unaweza kukuathiri. Hasira ukikaa nazo ndani yako muda mrefu zinaua ini. Unaona, liver problems inaweza kuleta shida. Stress na negative emotions nyingine zikikaa ndani ya mtu kwa muda mrefu zinasumbua utumbo mkubwa. Kwa unapata ulcers, constipation na magonjwa mengine kama hayo. Kwa utakuja kugundua, in fact tafiti zinaonyesha mpaka changamoto za fertilizations na fertility, kushindwa kumpa mtu mimba au kupata mimba. Changamoto ya watu kupata watoto au kuchelewa mtu anapata mtoto mmoja anakuja kumpata mwingine baada ya miaka 15. Unaona? Hapa katikati kuna nini? Negative emotions zinapokuwa ndani ya watu, ambapo sasa negative emotion ni changamoto ya afya ya akili, zina uwezo wa kuleta sasa. Haya ni baadhi tu ya magonjwa ambayo nimeyasema. Kwa hiyo ukiweza kumanage changamoto yako ya afya ya akili, una uwezo wa kuwa bila magonjwa muda mrefu sana. Sasa changamoto hizi ambazo umezielezea, tukizungumzia mwanafunzi, mtu anzia kwa mwanafunzi labda kuanzia level ya chini kabisa labda sekondari, changamoto hizi pia zinaweza zikamkumba sawa sawa na mtu mzima, na kama zinaweza zikamkumba, zinaweza zikaathiri vipi maendeleo yake kitaaluma? Sasa hivi mabadiliko ya dunia yamekuwa mengi. Ukienda Jakaya Kikwete Cardiac Institute JKCI Muhimbili, miaka ya nyuma ulikuwa huwezi kuona watu chini ya 40 years, ni kuanzia 55 kuendelea. Sasa hivi unakuta vijana wana miaka 27, 25, 30, kitu ambacho kwa nyuma hakikuzoeleka. Watu wanafanywa dialysis, wana umri mdogo. Kwa nini? Mabadiliko ya kiafya, lakini pia wanabeba stress. Watoto wanabeba stress sasa hivi. Mimi ni counselor, naongea nao muda mrefu sana. Ni mwanafunzi unamwambia mbona umefeli na mbona unahisi unaahirisha mtihani? Anasema nahisi wazazi wangu hawajatuambia, lakini nahisi wanaachana, kwa jinsi ambavyo nasikia wanaongea. Mwingine anakuambia nimeangalia pochi ya mama, nimeona karatasi za divorce. Baba amemwambia asai. Kwa hapa kuna possibility hata tukienda likizo tukirudi hamna wazazi. Mwingine anasema mimi nimeachwa na girlfriend wangu. Wanafunzi wana date. Wengine wanabakwa. Wengine anakaa anajua kabisa hawezi kumaliza shule kwa sababu wazazi wake hawezi kumlipia ada. Na hana namna. Nimewasaidia wanafunzi wengi kumalizia ada kwa sababu wazazi wao wameshindwa kulipa ada. Vitu vyote hivi vinawapa a lot of stress. Wanakwenda kwa nani? Shule ngapi zina counselors? Fanya utafiti wako wewe mwenyewe. Shule hazina counselors. Yes, zina walimu tu wa kufundisha. Hazina counselors. Wanapeleka wapi maumivu yao? Na wao ni wanadamu. Mwisho siku wanapata stress. Wanapata stress za kwao, kwa mazingira yao, lakini wanapata stress zinazotokana na wanakotoka. Lakini wengine wanapata stress za mashuleni huko. Walimu wanawataka. Walimu wanawaambia utofaulu mpaka ufanye hivi. Walimu wanawabaka. Unaona, wengine walimu wanawafelisha. Watoto wengine wadogo primary school wanakuwa bullied. Nimekuwa na kesi za wanafunzi anakuwa bullied, ananyanyaswa na wenzake. Alafu anavyonyanyasa anakuwa mpole kabisa, anaanza kuwa mpole na kukubali kila kitu. Mwisho wa siku anaanza kulazimika kulala naye kwenye kile kitanda chake. Mwisho wa siku anaanza kumtaka. Hapo inaanza tunaingia kwenye kutengeneza LGBTQA++. Watoto wanaingiliwa wakiwa wadogo. Kwa wana a lot of stress. Wanaenda kwa nani? Ukimuuliza mbona hukumwambia baba, mbona hukumwambia mama, wananiambia Kiingereza do they care? Yaani kwamba wanajali. Hawajali. Kwa unakuta wachache wanapata nafasi unaongea naye anakwambia, mmoja nikaongea naye tukawa marafiki, akaniambia can I call you daddy? Je, naweza nikakuita baba? Kwa sababu umeona unamsikiliza tofauti na wazazi wake wanavyomsikiliza. Lakini huyo ni mmoja wawili, wengine inakuwa ambao ukutani nao sasa. Definitely yes. Sasa umezungumzia swala la shule kuwa na counselors. Kwa mfano sera yetu ya elimu kiangalia angalau shule za sekondari zote zinapaswa kuwa angalau na counselor moja kila shule. Nadhani moja au wawili, ila nafahamu kitu kama hicho. Lakini unafikiri sasa changamoto ni ipi ambayo inayofanya shule zetu zisiwe na counselors? Kwa sababu counselor ni sera. Na mimi naomba nitumie platform hii kuendelea kupiga mbiu kwa wizara.
Kwa sababu naomba nikwambie, universities hapa Tanzania zinazozalisha counselors ni nyingi. Mimi nimekuwa vice president wa Tanzania Psychological Association kwa miaka miwili. Then miaka mingine nikaendelea kuwa advisor wa executive committee. Kwa nafahamu vyuo vinavyozalisha counselors. Mimi mwenyewe na train counselors University of Dar es Salaam. Lakini wanapokwenda mashuleni wanaambiwa wanapaswa kufundisha. Unaona, wanapaswa kufundisha kwamba wewe una somo la kufundisha, huwezi kuajiriwa. That's nonsense. Unaona, huyu mtu ameandaliwa kuwa mshauri wa wanafunzi, anatakiwa aende shuleni apewe kazi ya kuwa mshauri wa wanafunzi. Tena kwa idadi ya wanafunzi ingetakiwa awe na zaidi ya mtu mmoja. Huwezi kuwa counselor mmoja most of private schools zenye ada nzuri zinakuwa unaona mbona wanafaulu sana, wana counselor anaangalia matatizo yao. Sasa hakuna most of counselors at these universities wengine hawapati kazi au wanaishia kuwa walimu. Kwa nini wasipeleke counselors kwenye kila shule? Inawezekana kabisa, sio kwamba university haiwezi kuwalipia. Kwa nini imewasomesha? Kwa nini imewapa mkopo? Waende kwenye nafasi hizo. Tafiti za Tanzania zinasema kufeli kwa wanafunzi wengi sio kutokana na infrastructure. Yani miundombinu kwamba madarasa, viti, nyingi kutokana na tabia. Sasa nani wakutibu tabia? Counselor anahitajika. Kwa nini ampeleke aende? Sasa ipo kasumba ya ukienda kwenye shule nyingi sana za serikali hasa ambazo tumesoma kwamba mwalimu ambaye ndio anaonekana kama ni counselor ni mwalimu wa kawaida ambaye anajulikana kama mwalimu wa nidhamu mara nyingi, ambao hana taaluma hiyo. Na unaposema kwamba wanafunzi hawana sehemu ya kukimbilia na kuwa angalau na mwalimu mmoja, counselor mmoja kila shule au counselor wawili sio kitu ambacho kinashirikana. Sasa wewe ukiangalia labda kwa miaka ya mbeleni kadri mambo yanavyoenda, unadhani kuna uwezekano tukana na counselors wakasikia? Sera ni uamuzi. Sera ni nchi ikiamua. Kama inaweza kuamua ikajenga flyover, inaweza ikaamua kusema kila shule Tanzania. Kwani si ilitoka waziri tu akasema hakuna boarding school kwa primary na ikaacha kuwepo kesho yake. Kwa hiyo wana uwezo wa kusema kila shule iwe na counselors. Huwa tumepinga sana counselor kuwa discipline master. Yani ndio the most feared teacher, ndio anaogopwa sana. Alafu huyo mimi nina tatizo niende kwake nikafanye nini? Huwezi kwenda. Haiwezekani. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali, kwa watunga sera, especially kwa waziri wa elimu, tulikuwa naye memba wa UDASA mwenzangu wa University of Dar es Salaam, ni wakati wa serikali kuamua kuwapa kazi counselors, washauri wa kisaikolojia ambao wako trained. Tanzania Psychological Association iko na counselors wengi almost kila nchi. Wametoka kwenye mashule yote ya university ya Afrika hapa, ya Tanzania hapa. Na wengine wametoka nje ambao wamekuja nyumbani. Wapelekwe kwenye mavyuo, wapelekwe kwenye mashule. Universities ni sheria ya TCU. Lazima uwe na counseling unit. Kwa nini primary kule kusiwepo? Kwa nini na secondary kusiwepo? Kama tafiti zinasema kufeli kwa wengi ni kutokana na tabia. Sasa mtu wa tabia si counselor. Sasa mwisho siku, sasa hivi tuna changamoto. Watu wanaomaliza psychology kwenye vyuo, hata kwenye mfumo wa ajira ya serikali hawatambuliki. Why? Kwa nini hawatambuliki? Na wakati wamesomeshwa na boom na nini na Lomboard na hela ya serikali. Kwa nini wasipelekwe huko? Yani ushauri wangu, kila shule ya primary iwe na washauri au counselors. Minimum mmoja, maximum 3. Kila sekondari lazima iwe nao. Tena mkienda wenzetu huko nje wanagawa kufuatana na idadi ya watu. Yani kwamba shule hii ina watu kadhaa, labda tunasema wanafunzi 50, counselor mmoja. Inawezekana. Sio lazima huyu afundishe. Kwa sababu ukifanya afundishe, kule atasaisha mtihani, kule mwanafunzi atafeli, atamchapa. Hapo mwanafunzi huyo atarudi huko. Haiwezekani. Hawezi. Ni conflicting of unaona. Kwa hiyo huko kwenye mahospitali kunatakiwa kuwa na counselors. Ndio wanaweka social worker. Social worker is not a trained psychologist, is not a trained counselor. Yule inashughulikia mambo ya social. Ni vizuri wakiwepo, lakini counselor ni muhimu. Serikali inawatumia sana social workers, lakini kuna maeneo ambayo hauwezi, kuna vitu ambavyo psychology wamechukua kidogo, counseling wamechukua kidogo sana. Unajua, it's part of ni course wanayosoma. Mimi siwezi kusoma sheria au nikasoma kitu fulani kidogo ka psychology nikasema mimi psychologist. Haiwezekani. Sasa hapo kwenye counseling
Kuna tofauti gani kati ya ushauri na ushauri nasaha? Kwa sababu wengi wanaona kama vile masuala ya ushauri haya kila mtu anaweza kufanya. Ushauri Kiingereza tunaita advice. Ushauri nasihi tunauita counseling. Advice na kushauri vile ninavyojua na vile ninavyofanya. Counseling na kushauri vile ambavyo unapaswa kusaidika. Sasa ukienda kuomba ushauri kuhusu mke wako kwa baba mkwe au kwa babako, ushauri atakwambia hawa wanawake ukiwaangalia sana watakukalia kichwani, umchape makofi kidogo. Huo ni ushauri. Huo ni ushauri. Counseling itakwambia mbona kuna vitu unafanya ambavyo mwenzako havipendi. Kwenye counseling hatutoi. Kiswahili kina maneno machache. Kiingereza, in the counseling we don't advise. Ni sasa ungesema kwenye ushauri na si hatushauri. Kushauri, kutoa advice ni kosa. Ni kosa. Ndio maana wenzetu nje counselors wanashtakiwa kwa sababu akiona umempa tu ushauri. Kwenye counseling haumpi mtu majibu. Advice unamwambia mtu cha kufanya. Kwenye counseling humwambii mtu cha kufanya. Unamwambia mtu mbinu sahihi za kuweza kumtoa hapo, yeye akishiriki. Na maamuzi ya kufanya anafanya yeye. Humwambii cha kufanya, unamwonyesha opportunities. Yeye ndo ukimwonyesha cha kufanya akashindwa, anaweza kukushtaki. Kazi yako ni kama kumwezesha kwenda kufanya. Unamwonyesha njia na kwa sababu mwisho siku mwenye tatizo ni yeye. Yeye ndo anatoa njia, yeye ndo anamjua mke wake, anamjua mume wake, yeye anamjua babake. Kwa kama ni kesi mwanafunzi unaongea naye, unamwambia unafikiri baba ni nini, kitu gani kinaweza kawa rahisi kumwambia katika hivi ulivyosema? Nani anaweza kawa rahisi? Wewe unaweza au ndo anasema mimi ninavyomjua baba yangu, mimi kumwendea ni ngumu sana. Nafikiri anayemuelewa sana ni mjomba wangu na namheshimu mjomba. Mimi simjui mjomba. Yeye ndo anatoa hizo proposal. Na mwisho wa siku tuna rule out kwamba okay, sasa hii ya wewe kuongana tuifanye option ya 3. Ya kwanza iwe mjomba. Sasa unaweza kumuona mjomba wako ili aweze kuomba. Ndio naweza. Kwa mwisho wa siku majibu anaenda yale proposal, lakini sema alikuwa hana uhakika. Wewe unamsaidia kumpa assurance. That is counseling. Kwa hiyo ina maana kila mtu anaweza akatoa advice, kila mtu, lakini ushauri na si kila mtu anaweza kutoa advice. Kila mtu anaweza kutoa advice. Kila mtu. Lakini si ushauri na si kila mtu anaweza kutoa ushauri na si. Ushauri na si is a profession, inasomewa. Ni trained profession. Ina ethics zake. Huwezi kila mtu kufanya counseling. Kwa nini watu wengi wanachukulia sana masuala ya ushauri na si kama ni kitu ambacho kinapaswa kutolewa bure? Ni kwa sababu watu wana mentality ya ubure. Ukishakuwa na mentality ya ubure, kila kitu utaona ni bure. Ukishakuwa na mentality ya kila kitu ni anasa, everything itakuwa anasa. Ukishakuwa na mentality ya umasikini, kila kitu utakiona kimasikini. Kwa hiyo inategemea mentality yako ni gani. Mimi nimeanza kutoa counseling ilikuwa bure muda mrefu. Watu hataki kutoa hela. Nikaja 5,000. Na watoi kabisa. Analipa 5,000 lakini anakaa masaa 3 anaongea na wewe mpaka unachoka. Mwisho wa siku nikaongeza hivyo. Lakini baada ya changamoto kuwa mengi na watu wanauelewa, sasa hivi hawana shida sana kutoa hela. Hawana shida kabisa. Sasa wamekuwa wengi katika hali ambayo sisi ndio tunawapunguza. Kuna wanafunzi ambao wanaingia chuo mwezi wa 11, wanafunzi wapya ambao wanaamini kwamba chuo ni bata, lakini nafahamu chuo hakuna mtu anayekusimamia, hakuna kengele. Sasa wengi wanaweza kaathirika moja kwa moja na yale mazingira utakayoyakuta, kitu ambacho kinawafanya pia waweze kufeli, na wakutana na mazingira mapya kama hayo. Kimsingi wengi wao wanaharibikiwa sana katika ule mwaka wa kwanza, na wengine mpaka wanaamua kuacha chuo ama kuingia kwenye matukio ambayo sio mazuri. Sasa mwanafunzi kama huyo anapaswa kujiandaaje kiakili kabla ya kuingia chuo? Kama pia unaweza kaongezea hata kwa yule ambaye yuko chuo pia anapaswa kujiandaaje ama kujiboresha? Maana kuna ambao tayari wameshaathirika na wako ndani ya chuo tayari. Cha kwanza, kila mwanafunzi especially hawa wanaokwenda lazima wajifunze kitu kinaitwa change management, uwezo wa kukabiliana na mabadiliko. Kutoka sekondari, maisha ya uniform, unaripoti kwa wazazi, matokeo yake anapewa mzazi. Mzazi anaweza kuja shuleni muda wote. Unakuja chuoni ambako hakuna uniform, hakuna wako kufuatilia, hakuna wako kukwambia ukae chuo au ukae mtaani, hakuna wako kukwambia ufanye mtihani au usifanye mtihani. Mzazi wako hawezi kuja shuleni au akaomba matokeo. Ni change kubwa sana. Wengi wanashindwa kumanage hiyo change, alafu wanachukuliwa na upepo. Unabadilisha marafiki, unapata marafiki wengine wametoka katika background tofauti tofauti. Wengine wamelelewa vizuri na wazazi wao, wengine wamelelewa vibaya.
Kwa usipoweza kudina haya mabadiliko na kuhakikishia yataathiri afya yako ya akili, yataathiri performance yako, na mwisho siku ndio maana unaona vyuo vikuu kuna a lot of suicide, watu wanajiua na kujinyonga na kunywa dawa na kujitupa kwenye magorofa. Namba 2, ni vizuri sana kila mwanafunzi aliyeko chuoni au anaenda chuoni afahamu kabisa ametoka wapi. Shida ya wanafunzi wanakwenda chuoni, wanakutana na maisha ya bata na uhuru, wanasahau kwamba wametoka kwenye familia ambazo nyingine hawali milo mitatu ili yule akae kule. Nyingine tena wengine wako chuo lakini inabidi asapoti nyumbani, lakini anasahau kwa anakaa bata tu na maisha hapa kwa sababu anapata boom, alafu mwisho siku anakuja kwenye reality baadaye kwamba anarudi nyumbani kule ambako alikuwa anamtegemea. Anashindwa kukumbuka yeye mwenyewe ni mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, chini yake kuna wengine wanamtazama. Kuna familia ambazo wewe peke yako ndio unafanikiwa kuja chuo kikuu. Badala ya kuwa modo, mfano, kielelezo, wale wa ndugu zako wa kuone. Mimi ni mtoto wa kwanza kwetu, peke yangu nilianza kwenda chuo kikuu cha Dar es Salaam. Lakini baada ya hapo nikaona watu wadogo zangu nao wana kiu za kwenda universities. Baada ya kuona mwanga. Kwa hiyo vizuri wafahamu, usiishi maisha tofauti na ulioishi nyumbani kwenu. Namba 3, ukipata nafasi ya kwenda chuo kikuu, whether ni mwaka wa kwanza au wa pili au wa tatu, pamoja na kwamba mafanikio ya maisha hayategemei sana degree, lakini shule yako inaweza ikawa platform ya kukusaidia kupata other connections na maisha hivyo. It is not what you study in the books. Sio vile vitu unavyovisoma kwenye kitabu vitakavyokuja kukutoboza kwenye maisha. Elimu ni kile kinachobaki baada ya wewe kufanya mitihani. Shida ni wanafunzi wengi wa chuo wanafikiri kwenda chuo ni kufaulu UE kwa sababu wanaenda kutafuta GPA. Unaona, wanatafuta GPA ya A, B, C, D, vitu kama hivyo. Lakini maisha ya ufanisi kwenye mtaani hayajengwi na umepata ngapi, una A ngapi. Nini kimebaki kwenye akili yako baada ya kufanya mitihani na kukusanya? Kile ndio kitakutoboza kwenye maisha. Wanafunzi wangu ambao na PhD nawaambia, ukitoka nje ya hichi chuo utakuja kugundua ulimwengu unahitaji PhD yako au masters yako kwa less than 40%. Otherwise unahitaji attitude, proper attitude and mindset ya kufanikiwa kwenye maisha. Wanasema shule ama chuo kinakudai ufaulu, lakini mtaa unakudai mafanikio. Sasa mwanafunzi huyu anawezaje kubalance kati akiwa chuo lakini pia wakati huo anakuwa na pressure ya kwamba nikimaliza chuo maisha yatakuwaje, akiangalia uhalisia wale waliomtangulia. Hii inaathiri vipi maendeleo ya mwanafunzi akiwa chuo na baada ya kuhitimu? Inasumbua sana mental health, afya ya akili ya wanafunzi wengi sana. Wanasoma lakini wanaangalia, na kaka zangu wawili na ndugu zangu wawili walisoma nao hawajapata kazi. Inawasumbua sana. But the big problem is, ukiwa na mentality ya kuajiriwa kwamba nikitoka hapa nitaajiriwa, nikitoka hapa kuna kazi inanisubiri, utasumbuka sana. Lakini ukichukulia kwamba elimu ni empowerment, inanitia nguvu na kuniwezesha mimi niweze kujisimamia kule. By the way, sio kwamba chuo kinataka matokeo kutoka kwako, alafu mtaa unataka mafanikio. Mtaa unataka maarifa. Mtaa unataka uje unajua life. Sio uje unatuambia mimi nimetoka university. Mtaa hujaliwi hicho. Una nini cha kuconnect huko mtaani, cha kusolve huko mtaani ili uweze kupata chochote. Ninakuwa impressed na wanafunzi ambao wanatoka university alafu akija mtaani anakuambia napiga picha, nauza hichi, najaribu kufanya hivi, nafanya na kutengeneza content ya kitu nilichokisomea hapa na nini. Kule university zetu ukienda nje, mimi nimekuwa external examiner wa university nyingi ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Mwanafunzi yuko mwaka wa kwanza anaka online business kake, anaka kitu anafanya, anaka kitu anaproduce, na content atauza, na yulipo YouTube anafanya hivi. Kuna vitu ambavyo you can do ukiwa chuo. Hapa unakuwa shule 24/7, wewe ni shule peke yake. Yaani tafiti zinasema watu wengi wanakufa, potential Mungu aliweka ndani yao wametumia less than 40%. Miaka 3 huko shule wewe ni kuandika mitihani tu, na you're killing yourself. Mimi nimejifunza kuwa MC na kufanya deals za mtaani nikiwa University of Dar es Salaam. Vitu hivyo nafanya mpaka leo. Vitu ninavyofanya mtaani kutokana na skills na maarifa vinalipa hela mara 5 zaidi ya mshahara wangu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwa hiyo hata nisingeenda shule, ningeishi tu. Sasa uliwezaje kubalance? Maana wanasema sasa hivi wanafunzi wengi wanachokifanya chuo wanaishi maisha ya triangle life, kwamba darasani anarudi sehemu anayolala kama ni hostel, alafu anaenda sehemu ya kula. Kwa maisha yake yanakuwa yanazunguka mindset. Tunarudi pale mindset. Kwanza na mtu akumwambia kwamba kuna maisha zaidi ya hayo, hana. Amewahi kujaribu,
ana mindset, kwa sababu universities watu wenye triangle, tuna wanafunzi ambao hawana triangle. Kuna wanafunzi mimi wanafanya kazi zangu za kutranslate wako chuo. Kuna wanafunzi wanafanya kazi zangu za kuedit makala zangu wako universities. Kuna wanafunzi wanafanya kazi zangu za kupokea simu wengine wako universities. Kuna wanafunzi wanafanya kazi zangu nikiwa na issue za training wengine wako chuo, hawajawahi kufeli na wanatoka na first class. Kwa nini? Ninawaambia you have to balance, you can do a lot. Mimi ni mtu ambaye ninaamini kwenye multitasking. Mungu ametupa uwezo mkubwa hujawahi kuona. There's a lot ndani yetu. Lakini unakufa umetumia 40%, 60% imeenda wapi? Ndio maana Miles Monroe akasema sehemu pekee tajiri ni makaburini. Kwa huko kumelala vitu ambavyo vitakuwa vile vikubwa, lakini watu wamekufa tu, tunalalamika, tunaomboleza Mungu watu waziba pengo. Pengo lipi? Wakati hajafanya chochote kwenye maisha. Kwa hiyo una uwezo wa kuwa na vitu vingi sana na ukafanya vitu vingi sana. Na vitu vikakuletea hela. Lakini the more ukianza mapema inasaidia. Kwa hiyo ni mindset. Kwa ukianza mapema hata ile pressure na stress, kiwango cha stress kinakuwa sio kikubwa sana. Ukiwa umejifunza kuandikia mkono wa kulia, ukapata ajali ya mkono wa kulia ukakatika, huyu mtu huwa hafi. Samu baada ya miaka miwili anajifunza kuandika na mkono mwingine. Kama inawezekana Mungu akakuwezesha kupata hiyo skill, vipi kuweza kubalance ukiwa wakati una akili, una moyo, una kila kitu? Inawezekana. Ni matukio yapi ambayo yanaonekana sana chuoni ambayo unayaona yanafanywa na wanafunzi kwa sababu ya kuwa na changamoto za afya ya akili? Matukio kujiua kunaongezeka sana sasa hivi. Magomvi yanaongezeka sana sasa hivi. Maamuzi ambayo ni mabaya between watu wanao date, girlfriend boyfriend, mashuleni yanasaidia, yanafanya sana. Kuahirisha mitihani wakati hapo mitihani, kuahirisha tests, kushindwa kuingia darasani, anajikuta na mambo mengi ambayo anatakiwa kufanya. Unaona, kushindwa kwenda kupata ushauri unaotakiwa, kwa sababu almost vyuo vingi kila mwanafunzi anakuwa na yule academic advisor. Haendi kule. Kwa kuna vitu vingi sana wanafunzi wanafanya ambavyo matumizi mabaya. Unafahamu unapokuwa stressed au unakuwa rampant, unatumia hela ili upunguze zile stress. Kwa mwisho wa siku ndani ya wiki 2 boom lake limeisha. Kwa hiyo badala akifikia anapunguza stress, kumbe anaongeza stress. Kwa hiyo matukio mengi sana wanafunzi wanafanya mashuleni kwa kutokupata advice nzuri ya manage mental health zao. Je, kuna matukio kwenye haya matukio nafikiri kwa namna moja ama nyingine malezi ya familia zao yanaweza kana changia wanafunzi kuja kuact namna hiyo? Kwa kiasi kikubwa. 80% ya ulivyo wewe. 80% nilivyo mimi. 80% ya huyo mtu wa kamera aliyeko hapa ni malezi na makuzi yake. 20% ndio inakuja baadaye. Kwa wengi either uzuri wetu, mafanikio ya kimaisha rooted kwenye malezi yetu. Kushindwa kwetu rooted kwenye malezi yetu. Babangu na mamangu wana almost 76 years sasa hivi. Wanatembea 12 asubuhi kila siku. I saw them. That's why mimi every day. Mimi mtaka nimekuja hapa nimekimbia kilomita 8 asubuhi kuanzia saa 10 usiku, 11 asubuhi, 11:30 nimemaliza. I saw them. Parenting, malezi nimeona. Sasa wewe umeona nini? Umeona baba anakuja saa 9 amelewa. Umeona mama anamwambia mchepuko wako unafanya nini? Hiyo ndio umeona. Mwisho wa siku you become the same. Kwa hiyo kuna vitu vingi tumeviona kule kwa wazazi wetu vinakuja. Mwanafunzi yuko chuo naona kabisa kwamba babangu na mamangu wanapigana. Babangu na mamangu wanaachana. Babangu na mamangu wanashindwa kunilipia ada. Tunamwona ana changamoto shuleni, lakini kumbe roots ya vitu vingi imetoka nyumbani kwenye malezi. Vipi swala la maadili? Kuna uhusiano wote kati ya mwanafunzi kutokufuata maadili yetu kama Waafrika, lakini maadili ya labda sheria na kanuni ambazo ziko chuo, kwa namna moja inaweza ikapelekea labda kuweza kuathiri afya yake ya akili pia? Sio kutokufuata maadili kuna kuathiri afya ya akili. Ni afya ya akili ndio inaathiri uwezo wa mtu kufuata maadili. Mtu ambaye ana changamoto ya afya ya akili huwezi kumuona anafuata ethics. Nitakupa mfano. Anashindwa kuvaa decent. Hujui kwa nini. Unakuja unaongelea kwenye counseling, unafahamu unakuja kugundua ana low self esteem. Hajipendi, hajikubali. Kwa anajaribu kuvaa vile ili kuona kama watu watamkubali. Anapata changamoto ya pili, self approval, social approval. Anataka watu wamwambie umependeza, anataka watu, kwa sababu ndani yake hana. Ukija kuchunguza kwenye malezi, hakupendwa na wazazi wake, hususan baba yake hakuwahi kumkubali, baba yake aliyokuwa anamkosoa sana. Kwa unaona vimekuwa connected. Kwa watu ambao wako kwenye changamoto za ethics, mimi naenda kwenye magereza nazungumza na watu wengi walioko kule, wameenda kule kwa sababu sama changamoto za afya akili ziliwasumbua, na wengine ukija kugundua malezi yao yalikuwa na changamoto. Ukienda nchi nyingi ukija kuangalia, tafiti zinaonyesha walioko magereza zaidi ya 70%
umetoka kwenye single parenting. Sasa au umetoka kwenye problematic families. Kwa malezi na umesema kwamba hiyo changamoto ya afya akili inaweza ikapelekea watu kushindwa kufuata zile kanuni na miongozo ambayo labda iko shuleni. Kwa mfano adhabu ambazo zinatolewa kwa wanafunzi, ukiangalia kama adhabu za kufukuzwa shule kwa sababu ya changamoto hizo, unafikiri adhabu hizo zinaweza zikawa ni sehemu ya kutatua ama kupambana na changamoto ambazo zipo vioni ama shuleni? Kumfukuza mwanafunzi kwa sababu amevunja kanuni fulani. Unafahamu adhabu, sheria zimewekwa na ili kudhibiti. Unapokuwa na afya nzuri ya akili, hupambani na sheria. Kwa sababu huna haja ya kudhibitiwa. Ukiona umefika kwenye level ya kudhibitiwa, kuna sehemu unachomoza ambako hukupaswa. Kwa hiyo watu wenye afya bora ya akili, sheria si issue kwao. Kama maandiko yanavyosema, unapokuwa chini ya neema, sheria si issue kwako tena. Sasa adhabu ni ngumu au ni rahisi, inategemea imeandikwa na nani. Yani is it hiyo adhabu imewekwa ni sheria. Unaona sasa hivi wanasema labda walimu hawaruhusiwi kuchapa, anachapa mwalimu mkuu, au walimu wanachapa lakini fimbo 3. Kwa imewekwa is it. Inapokuwa ni subjective kwamba huyu anaamua mwalimu huyu achape kuliko wengine, hiyo ndio changamoto inakuja. Na zipo ambazo adhabu zimekuwa nje ya utu, zimeumiza utu wa watu, zimesumbua changamoto. Tuna watoto ambao wamejiua kwa sababu wamepigwa au na zaidi au kunyanyaswa na walimu. Kwa hiyo adhabu ni vizuri, nia adhabu ni nini? Ni kubadilisha tabia. Kwa adhabu yote ambayo ikienda zaidi ya kubadilisha tabia ikaenda kwenye kuumiza, hiyo inaenda kusumbua afya ya akili ya mtu. Lakini tukirudi huku, mtoto au mwanafunzi akisaidiwa kuwa na afya bora ya akili, hatakuwa na changamoto na sheria. Sasa ni mbinu zipi ambazo mnazitumia au mwanafunzi ambaye ana changamoto hizo anaweza kutumia mbinu zipi aweze kuwa stable kwa chuoni? Changamoto zipi? Au mwanafunzi atumie mbinu zipi ili aweze kuwa na afya ya bora ya akili? Namba moja awe sensitive na mahusiano yake. Usidate mtu mpuuzi. Usiwe na marafiki wajinga. Usiwe na marafiki ambao nao wabovu. Kwa sababu ukiwa na marafiki watoro, hawaendi darasani, 4, wewe ni mtoro wa 5. Show me your friends, I will tell you who you are. Hakikisha una mahusiano ambayo ni positive yako na ya watu wengine. Namba 2, tafuta vitu vinavyojaza muda wako ule empty, muda ambao huna cha kufanya, ambao ni positive. Universities zina gyms, nyingine zina viwanja vya michezo, nyingine zina swimming pool. Kwa nini? Kwa sababu ili uweze kufanikiwa kwenye akili, ukafaulu vizuri, lazima pia uwe na physical activity, psychomotor development. Fanya mazoezi, kimbia. University of Dar es Salaam is such a wonderful, kwa mfano, place ambayo ina uwezo kufanya mazingira mazuri, lakini wanaotumia University of Dar es Salaam kwa ajili ya sport au kwa ajili ya exercise ni watu wa mtaani. Sio wanafunzi. Wanafunzi wapo tu. Why? Haitakiwi kuwa hivyo. Haitakiwi. Namba 3, faith. Tafiti zinaonyesha watu ambao wako positive kwenye imani wana low rate ya changamoto za afya ya akili. Imani yako kwa matendo, kaa vizuri kwenye imani yako. Namba 4, positiveness, optimism. Ni vizuri uhakikishe una mtazamo chanya kwenye kila kitu. Sio kila kitu una mtazamo hasi. Unaona mimi nitalogwa, mimi nitamaliza shule, mimi nitadisco, mwalimu anipendi, hawanipendi, hawanitaki kwenye group discussion. Ukisha kuwa na mtazamo, hali yako itakuwa mbaya sana. Hivyo vitu vichache ambavyo vinaweza kukusaidia kujenga afya yako bora ya akili. Lakini labda la mwisho, hakikisha vitu unavyosoma au kusikiliza ni vitu chanya. Kwa nini? Vyote vinakwenda kwenye mind. Mind inakula kupitia unavyoviona, mind inakula kupitia unavyovisikiliza. Sasa kama unatazama watu YouTube wabovu, unafollow watu mitandaoni wabovu, unaangalia watu ambao hawana maudhui mazuri, unasoma vitabu vya ajabu, definitely afya yako ya akili haiwezi kuwa nzuri. Vipi kuhusiana na swala la unazungumziaje swala la kuwa na malengo binafsi kwa mwanafunzi? Kuna mwanafunzi ambaye anaingia chuo ana tu kusoma lakini hana malengo labda ya muda mrefu. Je, kuwa na malengo binafsi inaweza kuwa ni sehemu pia ya kutunza afya ya akili? Ni mojawapo ya strategy nzuri ya kutunza afya ya akili na kuiboresha afya ya akili. Unapokosa malengo yakinifu, utafika kwenye point, wanasema if you don't plan to fail, if you don't have plan, you plan to fail. Sasa
Ukishakosa malengo ya kinifu, maana yake unajiandaa kufeli. Utakapofika pointi unaona unafeli, unaanza kupata changamoto za afya ya akili, una paniki, unaogopa, una hofu, una wasiwasi, mwisho wa siku unaona nimekata tamaa. Lakini ukiwa na malengo yako, mimi niko hapa shule kwa miaka mingapi? 3. Nataka matokeo yangu yakoje? Nimepata GPA ya 3 hapa. Sasa ninataka hii GPA isishuke, iende zaidi. Nitafanya vipi? Group discussion bora, muda mzuri wa kusoma, nitahakikisha muda wangu wa kupoteza muda na upunguza. Nitaheshimu walimu, nitakuwa na mahusiano na watu wengine vizuri. Na academic advisor hapa, nahakikisha nitakuwa namuona mara moja kwa mwezi. Lakini pia nafikiri ili niwe mzuri kwenye kitu hichi, itabidi niwe na mentor. Nitamtafuta mentor hapa shuleni au mentor mtaani. Panga maisha yako. Panga maisha yako. Ninapata boom kiasi hichi. Weka malengo. Boom hili nitalitumia kufanya ABCD. Na sitofanya hichi na hichi na hichi. Kwa nini? Kwa sababu nia yangu nikikusanya hichi, nitafanya hichi. Nataka nikitoka hapa, kuna mwanafunzi mmoja ambaye na mentor yuko university, kuanzia akiwa na first year alikuwa na save hela kidogo kidogo kwa sababu ya plan. Anasema nikimaliza nataka nimiliki sound system ili nianze kukodisha kwa taasisi za vyuo ambavyo wanakwenda kwenye mkutano wa kiroho huko na huko na huko. So nimeona mimi tunakodi kwa hela nyingi. Amemaliza chuo tayari, amesave kidogo kidogo. Malengo. Sasa wewe una malengo. Unawaza tu chipsi. Wengi wanafikiria watapanga malengo wakimaliza chuo. Uwezi kusema nitaishi nikisha kufa. Uwezi kusema nitaishi nikisha kufa. Uwezi kusema nitaishi nikisha kufa. Ukisha kufa hamna maisha tena. Hamna maisha tena hapo. Sasa maisha mengine ni mbinguni. Vipi kwa upande wa wazazi? Unafikiri mchango wao unaweza kuwa ni upi kuweza kuwasaidia wanafunzi kuwa na afya bora ya akili? Guidance inaanzia nyumbani. Huwa tunasema 80% ya guidance positive inaanza kwa baba na mama. Watoto wanachokiona na wanachoambiwa na wazazi. Alafu tunapotoka nje ya nyumbani, wale wanajazia 20%. Sasa wengi wetu tunatoka kule, tumelelewa, tumetunzwa tu, hatujaambiwa kuhusu kesho. Wewe mwenyewe unaweza kukuta wazazi wako hawajakufundisha kuhusu savings, kuhusu kutunza hela. Hawajakufundisha. Ila ulikuwa unatumia hela? Ndio. Walikuwa wanakupa hela? Ndio. Kwa kupewa hela tunapewa, lakini hajafundisha kuhusu savings. Mwisho wa siku unaenda chuo, huwezi kusave boom lako. Nani amekufundisha kuhusu saving? Huna. Kwa unatumia tu. Na ndio maana kuna wanafunzi ambao wakiwa na hela hawezi kusoma. Ni mpaka hela iishe. Ndio anza roho yake ianze kutulia kukubali shule. Kwa nini? Hajafundishwa kuhusu saving. Kwa hiyo nyumbani na wazazi ndio source kubwa ya kuwajenga watoto namna ya kwenda kuishi baadaye. Na wengi ambao wanaonekana wameshindwa kupata hizi bases au foundations au misingi nyumbani, ndio wana riski kubwa ya changamoto za afya akili baadaye. Matukio mengi ya kikatili yanayotokea kwenye vyuo vikuu sasa hivi, ambao kimsingi kila matukio mengi ukiyasikia na wahusa na wanafunzi wa vyuo vikuu, unafikiri yanachangiwa kwa kiasi kikubwa na changamoto za afya akili? Sana. Watu wapate mentorship ya namna gani wa control hasira zao. Kwa wanafikiri akishapata hasira ni kujirusha yeye mwenyewe au ni kumtupa mtu, unaona, au ni kugombana na mwenzake, ni kupigana. Ameshindwa kucontrol anger yake, wanakuwa na anger issues. Unaona, visasi, unaona, matukio ukatili yanafanyika. Tuna matukio mpaka ya watoto wako mashuleni ambao wakiwa nyumbani wamewekewa sumu wazazi wao. Unaona, yako mengi sana. Kwa hiyo wakiweza kusaidiwa kwenye kumanage afya zao za akili, haya matukio definitely yatapungua. Na kujua namna gani wana manage pale unapokuwa katika hisia ya kutaka kufanya vitu kama hivi. Yes. Sawa. Kama unatufuatilia, tuko na Dr. Chris Mauki na leo tunazungumzia mada inayosema malezi na afya ya akili ya mwanafunzi au kijana. Unawezaje kuwa na afya bora ya akili? Na ili uweze kupata mada hizi kila wiki, usije kusubscribe hapo kwa YLPT Tanzania. Sasa Dr., labda wakati tunamalizia, ni upi ushauri wako wa mwisho kwa mwanafunzi ambaye ndio anakwenda kuingia chuo, au tuanzie kwa yule ambaye ana hamu na shauku ya kuja kuingia chuo, bado yuko sekondari kule, lakini ushauri kwa huyu ambaye anaingia chuo na huyu ambaye yuko chuo sasa hivi, hao wote watatu unawashauri nini ili waweze kuwa na afya bora ya akili? Kwa sababu hiyo ndio inachangia kwa kiasi kikubwa ama kwa 100% mafanikio yao ya kitaaluma na baada ya pia kuhitimu. Nitarudia nilichokisema. Namba 1, mahusiano yao yawe positive. Mtu unayehusiana naye. Unafahamu university unaweza ukawa ndio sehemu ya kumwandaa mke wako au mume wako. Lakini pia inaweza kuwa sehemu ya kuandaa kifo chako. Cha kiroho, cha kimwili na cha kiakili. Kwa hiyo tengeneza mahusiano mazuri na watu unaohusiana nao kule shuleni.
kuwa mtu mwema kwa watu, jali watu na watu wakujali. Itakusaidia kesho na kesho kutwa utakapoanza kuja kudate na watu wanakujua vile ulivyo. Lakini pia mahusiano yako na wanafunzi wengine ni mazuri sana. Ukiwa na mahusiano mabaya, watu wakakuchukia, watu wasipokupenda, itakusumbua afya yako ya akili. Namba 2, usisahau familia uliotoka. Usisahau ndugu zako uliowaacha nyumbani. Usisahau mazingira ambayo umekuzwa kwayo. Usisahau ukafikiri umekuja kusoma ili upotelee huko. Hapana, unataka urudi ukiwa tayari una matunda kwa ajili ya wale. Namba 4 nimesema kuhusu imani. Tafiti zinaonyesha watu ambao wako na msingi, na ndio maana kwenye chuo chochote kile kuna huduma za kiimani. Kuna msikiti au kuna shehe anakuja, kuna kanisa na kuna chaplain wa kutoa huduma zile. Na kwenye kila hizi taasisi kuna vikundi vya imani tofauti tofauti. Usitoke, kuna wanafunzi wanaenda, alikuwa mzuri sana kwenye kanisa lao, akienda chuoni forget about it. Wakati kule kuna sehemu mimi nimejifunza kuhudumu na kuhubiri mikutanoni na kwenda kuandaa mikutano ya injili mikoani huko nikiwa chuoni. Tunakwenda kuandaa Vumi, Korogwe nikiwa chuoni, na wale ambao tulikuwa tunafanya nao sasa hivi they are big servants huko mtaani, lakini tumeanzia kujifunza chuoni. Kwa chuoni ndio platform kubwa ya kujifunza vitu vya kuja kufanya mtaani baadaye. Ukishindwa hapo, huku mtaani utakuja tu kuwa mfanyakazi wa kawaida, and you have nothing to touch life of other people. Chuoni nimejifunza kwenda kwenye watu wasiojiweza, kuhudumia watu, mavituo nimekiwa chuoni. Do that. Unaweza kugusa maisha ya watu wengine ukiwa mwanafunzi. It is very possible. Alafu cha mwisho, chuoni ndio sehemu ya kujifunza kufanya vitu vingi kwa ajili ya jamii. Watu wengi waliokuwa nao chuoni wanafanya siasa, ndio wanasiasa wakubwa leo. Kina Zito tuko chuo tunafanya nao siasa, akina Mwigulu tuko chuo tunafanya nao siasa, akina Ridhiwani tuko chuo tunafanya nao siasa. Zile za shuleni, za vioni zile. Inawezekana ukaanza kuchomoza kitu ambacho kiko moyoni wako ukiwa shuleni. The university is not only going to pass exams. There's more than that. Hiyo platform unapewa tu. Sasa kama unaweza kupata hiyo chuo tena kwa wazazi wanakupeleka na serikali inakusaidia kwa pale, take advantage of that. Ili ukitoka uwe zaidi. Kinyume na hapo, aisee, ukitoka unaangalia mshahara na ukishafika hapo utakuwa umemalizika. Tunashukuru sana kwa kutufuatilia leo. Tulikuwa na Dr. Chris Mauki na tumezungumzia mambo mengi sana. Tumeangazia malezi na afya ya akili ya mwanafunzi, lakini vyote ilikuwa ni kubadilishana ama kushare mbinu, lakini pia maarifa na namna ambavyo unaweza ukawa mwanafunzi bora huku ukiwa na afya ya akili iliyo bora, ambayo kimsingi kwa 100% ndio inachangia mafanikio yako ya kitaaluma au baada pia ya kuhitimu chuo. Hadi wiki ijayo, ulikuwa na mimi Gerard, na endelea kutufuatilia. Asante sana.